Hii ndio remote ya Trump. Leo kaamka amekubali 10 points plan za Iran, akirudi nyuma na kukutana na wanaume AIPAC. 10 point plan za Iran unazikubali vipi? Kwa hiyo katika dua zetu, kabla hatujaiombea Gaza na Iran, tuiombee Marekani. Marekani ipo kwenye hali mbaya. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship, and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the State of Israel. Why does this tiny country have so much control over our government? Is it consent? It doesn't look like it. We got into this war at the urging of another country, Israel. The war did not go well. Now we can't get out of the war because of the behavior of that same country, Israel. Why? Why can't this president or any president say no to Israel? And we have a right to know why. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Mwanakalam. I hope umzima wa afya. Leo tuko hapa tena kwenye kilinge chetu kujadili juu ya majambo ambayo dunia yetu inapitia kwa sasa. Naam. Baadhi yetu tumekuwa tukijiuliza swali moja, kwa nini Marekani ana behave like headless chicken? Yes. Kwa nini Marekani ana behave kama kuku ambaye hana kichwa? Mnafahamu kuku ambaye hana kichwa huwa anakuwa namna gani? Huwa anapaparika, anarukaruka, haeleweki. Kwa nini Marekani ana behave the way ana behave kwa sasa? Kulifahamu hili ni kurudisha nyuma wiki moja kabla ya vita ya Iran haijaanza. Balozi wa Marekani nchini Israel, Mike Huckabee, alitoa kauli moja ambayo ni mashuhuri sana, na huu ndio msimamo wa Israel siku zote. Alisema kwamba kuanzia Nile mpaka Euphrates ni ardhi ya Israel. Kuanzia Nile mpaka Euphrates ni ardhi ya Israel. Hii ina maana gani? Mto Nile wengi mnaufahamu, lakini naamini wengi wenu hamufahamu mto unaoitwa Euphrates. Alikuwa anamaanisha mpango mkubwa ambao Israel wanao wa kucolonize maeneo ili kuongeza eneo la nchi ya Israel. Ukisema kuanzia Nile mpaka Euphrates, tafsiri yake ni moja. Na hii unaweza kuiona katika mapa ambayo Waziri Mkuu wa Israel aliwahi kuionyesha katika Umoja wa Mataifa, akisema kwamba hili ni eneo lao. Kuanzia Nile mpaka Euphrates kuna beba nchi zifuatazo: Egypt, Palestine, Jordan, Syria, Kuwait, Saudi Arabia na part ya Uturuki kidogo. Hili ndio eneo ambalo Israel miaka yote imekuwa ikiota kuliseize, kulipokonya na kulifanya kuwa himaya yake. Kwa nini? Kikawaida, nchi ili iwe super power lazima iwe na sifa kuu mbili. Moja, iwe na eneo kubwa, na mbili, iwe na material ya kutosha. Huwezi kuwa super power katika ulimwengu kama huna eneo kubwa, kama huna material mengi. Nikisema eneo kubwa namaanisha nini? Nikisema eneo kubwa namaanisha unapokuwa na eneo kubwa, maana yake unakuwa na watu wengi. Watu wengi ni mtaji. Ukiwa na watu wengi, maana yake chance ya kuwa na wasomi wengi pia ni kubwa. Ukiwa na watu wengi, nafasi ya kuwa na soko la ndani inakuwa kubwa. Kwa hiyo ili uwe super power lazima uwe na hii sifa ya kuwa na eneo kubwa. Israel hana. Moja kati ya ndoto kubwa za Israel ni kuwa na eneo kubwa ili apate kuwa na sifa ya kuwa super power. Jambo lingine ni material. Material kimaanisha vitu kama gesi,
oil na mali asili zingine. Ukiwa na oil, manake utakuwa na nguvu ya kuendesha jeshi lako. Ukiwa na oil utatengeneza uchumi mkubwa. Ukiwa na gas utaendesha viwanda vyako vikubwa. Kwa hiyo ili uwe super power lazima hizi fakta kuu mbili uwe nazo. Israel na vurugu zake zote hana hizi sifa mbili. Anapambana kuwa super power. Anapambana kuwa na greater Israel. Kwa sasa tuna vita inayoendelea kati ya Iran, Israel na Marekani. Hii vita imesababishwa na makundi matatu, lakini leo nitazungumza kuhusu makundi mawili. Kundi la kwanza lililosababisha hii vita ni Christian Zionist. Hili sitaligusa kwa leo. Insha Allah, Allah akitujalia wasaa, tutalizungumza wakati mwingine. Kundi la pili ni Israel yenyewe na kundi la tatu ni Marekani. Israel imeingia kwenye hii vita kwa sababu moja kubwa. Wanalinda system yao. Marekani ameingia kwenye hii vita kwa sababu anafata anachoelekezwa na Israel. Marekani ukimuuliza leo hii kwa nini kaingia katika hii vita, hawezi kukupa majibu yanayoeleweka. Ndio maana Rais Donald Trump katika maelezo yake yote ambayo amewahi kusema akitaja sababu ya Marekani kuingia katika hii vita, kimsikiliza utachanganyikiwa. Leo kasema hili, kesho kasema lile. Sasa hiyo ndio hali ya mambo jinsi ilivyo. Israel ameingia kwenye hii vita kwa sababu ya kulinda system yake, mfumo. Yeyote ambaye atapingana na mfumo wa Israel by default anageuka kuwa adui wa Israel, na Israel atapambana naye mpaka mwisho. Iran ni mmoja kati ya nchi ambazo ziko mstari wa mbele kupinga yale yote ambayo yanafanywa na Israel katika Mashariki ya Kati. Kwa sababu hiyo, Iran anageuka anakuwa adui moja kwa moja wa Israel. Kwa hiyo Israel anapambana, yupo kwenye hii vita kwa sababu anataka kummaliza Iran. Kwa nini anataka kummaliza Iran? Kwa sababu Iran ni tishio wa system ya Israel. System ya Israel inataka nini? System ya Israel ndoto yake namba moja ni kuona greater Israel. Moja kati ya nchi zinazoongoza, zilizo mstari wa mbele kupambana, kupinga hili la Israel kutaka kuona greater Israel ni Iran. Kwa hiyo Israel anapigana hii vita kuhakikisha anamaliza nguvu Iran, kama si kumwondoa kabisa. Na Israel na Marekani yupo kwenye hii vita kwa sababu amekuwa dragged na Israel. Kwa nini Marekani amekuwa dragged katika hii vita na Israel? Tunarudi pale mwanzo. Nilianza kwa kusema inashangaza kwa mtu mwenye akili, inashangaza kwa mtu yeyote ambaye anafikiri sawa sawa namna Marekani anavyo behave. Kwa mtu ambaye anafikiri sawa sawa anaweza kujiuliza maswali mengi asipate majibu. Kwa nchi yenye watu ambao ina wataalamu, ina mifumo yenye nguvu kama Marekani, inakuwaje inaburuzwa kama mtoto na Israel? Israel wanapata wapi nguvu ya kuiburuza Marekani namna ambavyo wanaiburuza? Jibu ni moja: American lobbyist. American lobbyist ni nini? American lobbyist ni makundi yenye ushawishi mkubwa ndani ya Marekani. Haya makundi yapo kwenye magroup mbalimbali. Kwa mfano, kuna kundi ambalo ndio lina nguvu kuliko yote, linaitwa AIPAC. Good morning, AIPAC. Good morning. What an honor.
Lillian, congratulations on your outstanding presidency, and it's great to be with you again this year. I also want to thank AIPAC's Executive Director, Howard Kohr, and I'm just thrilled to see all of the students in the audience. In you, I see our future. Haya makundi kazi yake ni kuinfluence namna maamuzi yanavyofanyika Marekani. Leo tuizungumze AIPAC, America Israel Public Affairs Committee. Hili ni kundi lenye ushawishi mkubwa ndani ya nchi ya Marekani, na hili kundi linaendeshwa na billionaires raia wa Israel. Hawa watu kazi yao kubwa ni kuinfluence sera ya mambo ya nje ya Marekani. Hawa watu kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba sera zote za nchi ya Marekani zinaifavor Israel bila kuuliza maswali. Hawa mabilionea kazi yao kubwa ni kuwatarget wanasiasa wote katika kipindi cha mwanzo cha uhai wa karia zao. Nini huwa wanafanya kwa wanasiasa? Ama bwana huwa wanawafuatilia wanasiasa tangu kipindi cha mwanzo cha uhai wa siasa zao, wa karia zao. Huwa rekodi videos, collect data mbalimbali kuhusiana na wao, tabia zao na mienendo yao kiujumla. Kisha utumia taarifa hizi kwa manipulate wanapokuwa katika karia zao za siasa. Nadhani ni wanasiasa wachache sana Marekani wamepona kwenye mtego huu. Kwa hiyo AIPAC ina kazi ya kuinfluence sera ya mambo ya nje ya Marekani, na kazi hii imekuwa ni nyepesi sana kwa sababu wanasiasa wengi wana makando mengi. Kwa hiyo kwa kuwa huwa una utaratibu wa kufuatilia mienendo ya wanasiasa wote tangu wakiwa katika hatua za mwanzo za maisha yao ya siasa, za karia zao, kazi yao huwa inakuwa rahisi sana kwa sababu huwa wanakuaga na mzigo mkubwa wa taarifa zenye ushahidi wa kutisha juu ya karibu wanasiasa wote wa Marekani. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. And we will send a clear signal that there is no daylight between America and our most reliable ally, the State of Israel. The Palestinians must come to the table knowing that the bond between the United States and Israel is absolutely, totally unbreakable. Wanachokifanya unapoingia katika mifumo, wanakublackmail. Kazi wanaoifanya ni kubwa hawa bwana AIPAC. Na kwa mfano, kabla ya kwenda kwenye uchaguzi mkuu, kuna kuaga na hizi primaries, chaguzi za ndani za vyama vikuu vya siasa, Democrats na Republican kwa Marekani. Ili upate nafasi ya kwenda kugombea kuwakilisha chama katika jimbo, lazima ushinde uchaguzi wa ndani katika hizi chaguzi za ndani. Sasa inaelezwa kwamba, na walieleza wenyewe AIPAC wakijitapa, kwamba wanasiasa 193, wagombea 193 kutoka katika chama cha Republican walioshinda katika chaguzi za ndani ni watu ambao walikuwa na support ya AIPAC.
na upande wa Democrat wagombea wote walioshinda walikuwa na support ya AIPAC. AIPAC inachofanya ni nini? Ina support wagombea wote wa vyama vyote. Inakufuata, inakuwekea mzigo mezani, tutakusupport, lakini hakikisha interests za Israel zinakuwa ndio on forefront. Israel inakuwa fast. Shanifahamu Tikataa unawekewa mezani faili zako hapo. Kwa ambao hawana makando kando wachache, shughuli huwa inakuwa ngumu. Naweza kukupa mfano. Mnamo mwaka 2001 mwezi wa 8, mwezi mmoja kabla ya tukio la September 11, katika bunge la Marekani ulipitishwa mswada wa kuziwekea vikwazo nchi za Libya, Syria, Iraq. Mmoja kati ya wabunge wachache ambao waliupinga huu mswada alikuwa ni L. Hilliard. Mara baada ya kupinga huu mswada, Eli alipata tabu sana, na mwaka uliofuata katika chaguzi zile za ndani za chama cha Democrats, Eli alipwagwa. Alikuwa anapambana na Eli kupata nafasi ya kuwakilisha jimbo la Alabama kwa kupitia tiketi ya chama cha Democrat. Alipewa $300,000 kwa ajili ya campaign na AIPAC. Matangazo yalikuwa yana run kwenye CNN na vituo mbalimbali vya television kama moto. Eli alitajwa kama mtu ambaye alikuwa na support Al-Qaeda. Eli alitajwa kuwa ni associate katika tukio la September 11. Eli alipewa majina yote mabaya, na kwa maelezo yake mwenyewe Eli anasema taratibu alianza kuona kwenye polls anashuka, na kweli mwaka uliofuata 2002 akaanguka. Why? Kwa sababu wazee wa AIPAC walisema hatarudi. Huyu ni mbunge ambaye amekuwa ni mwakilishi wa jimbo la Alabama tangu mwaka 1992. Kilichomponza ni kucheza na maslahi ya Israel. Unapopinga mswada wa kuziwekea vikwazo Libya, Iraq, Syria, manake unapambana na maslahi ya Israel. Nizungumze kitu kimoja ili usije ukachanganya. Kuna baadhi ya watu wamekuwa ichanganya American lobbies na Jews. Hivi ni vitu viwili tofauti. Kuna watu ukiwatajia American lobbies, wao directly wanawaza ni Wayahudi tu. Sehemu kubwa ya Wayahudi ni watu wazuri sana. Sehemu kubwa ya Wayahudi ni watu ambao wamekuwa wakipinga mambo mengi ya hovyo ambayo Israel imekuwa ikifanya. Sehemu kubwa ya Wayahudi imekuwa ikipinga mambo mengi ambayo nchi yao imekuwa ikifanya, hasa Palestina na maeneo mengine. Kuthibitisha hili, unaweza kuona katika uchaguzi wa meya wa Marekani. Katika uchaguzi wa meya wa Marekani, Bwana Mamdani alishinda, na inaelezwa 1/3 ya waliompigia kura ni Wayahudi. Mamdani ni mtu ambaye alikuwa akipinga sana Israel, na amekuwa akipinga Israel mpaka leo. Ni mtu ambaye amekuwa ni so critic kwa Israel. Ameipinga Israel kila kona, na ameanza kufanya hiyo kazi kwenye kampeni zake za uchaguzi wa kuwania nafasi ya kiti cha umeya wa jiji la New York. Lakini 1/3 ya waliompa kura ni Wayahudi.
Kwa hiyo ninaposema American lobbyist ambamo ndani yake wapo majiant kama kina AIPAC, simaanishi Wayahudi wote. Hiki ni kikundi cha mabilionea wachache ambao wako pale kwa ajili ya interest zao, na interest zao msingi wake ni Greater Israel. Inapopatikana Greater Israel, ndoto zao zinatimia. Hawa ni wafanyabiashara wakubwa sana. Sasa kiukweli, give the devil his due. Bwana na ukorofi wao wote, lakini wana sifa moja kubwa: wako so committed katika mambo ambayo wanayafanya, na hii ni moja kati ya sababu ambazo zinawafanya wafanikiwe sana. Kwa mfano, kipindi cha mauaji yaliokuwa yanafanyika Gaza, video nyingi za mauaji yale zilikuwa zikirushwa katika mtandao wa TikTok. Hawa Israel lobbyists, the big giants from different angles, baada ya kuliona hili, waliona Israel inaenda kuchafuka, na ikichafuka Israel, wamechafuka wao na mipango yao itagota. Ama bilionea wa Kiisrael ambao wako Marekani, unajua walifanya nini? Walienda wakainunua TikTok. Yes, bwana Larry Ellison alienda kainunua TikTok. Bwana, hii TikTok ndio ambayo inasambaza video za mauaji ya Gaza. Hii TikTok ndio ambayo ina create awareness kwa watu. Inawafanya watu wajue kwamba Israel ni shetani, tunainunua, na akainunua. Marekani pale, moja kati ya vyombo ambavyo vimekuwa ni mwiba kwa Rais Trump. Juzi tulimsikia alikuwa analia kama mtoto. Alikuwa anawasema CNN kwamba wamekuja na barua ya bunge la Iran, barua ambayo ilikuwa iko hash kweli kweli, wakaishare kwa American public. So CNN imekuwa ni mwiba kweli kweli kwa Rais Trump. Ama bwana, baada ya kuona CNN imekuwa mwiba kwa Rais Trump, wakasema tunafanyaje? Tunainunua na CNN. Sasa hivi CNN inaenda kununuliwa na hawa American lobbyist. Kwa hiyo yeyote ambaye atakatiza mbele ya maslahi ya Israel, hawa jamaa lazima wapite naye. Kwa hiyo jambo ambalo mimi huwa napenda kulisema kwa watu ni kwamba tusiombee Palestina, tusiombee Iran, tusiombee Syria kabla tujaiombea Marekani. Marekani inahitaji kuombewa. We need to pray for America, kwa sababu America iko hostage. America imetekwa. America ikiwa salama, wengi tutakuwa salama. Watu mabilionea wenye ushawishi mkubwa kutoka Israel wameiteka Marekani. Wao ndio wanaopanga sera za mambo ya nje ya Marekani, na yeyote ambaye atakwenda kinyume na interest za Israel ndani ya Marekani wanapita naye. Hawa mabwana kazi yao ni kuwatia pressure marais wa Marekani, kuwatia pressure all elected officials wafanye kila kitu kwa maslahi ya Israel. Kwenye uchaguzi wa mwaka jana, Kamala Harris alipewa bilioni 15 na AIPAC. Bilioni 15. Marais wote wa Marekani wamekuwa wakipewa pesa za campaign na AIPAC kila wakati. And so I learned a long time ago, you don't have to be a Jew to be a Zionist.
I'm a Zionist. That history and vibrancy of the Jewish life is woven into the fabric of America, every aspect of it. And it's permanent. It's permanent. But I know this year's Hanukkah falls on the hearts that are still very heavy. It's the second Hanukkah since the horrors of October 7th. Over 1,000 slaughtered, hundreds taken hostage, unspeakable sexual violence, and so much more. The trauma of that day and its aftermath is still raw and ongoing. I've gotten over 100 hostages out, and I will not stop till I get every single one of them home. AIPAC imeiweka mfukoni Marekani. Marekani iko mateka as we speak. Donald Trump sio yeye, nyuma yake kuna watu, kuna wanaume, American lobbyist. Hawa ndio ambao wana control Trump. Hii ndio remote ya Trump. Leo kaamka amekubali 10 points plan za Iran, akirudi nyuma na kukutana na wanaume AIPAC. 10 point plan za Iran unazikubali vipi? Kwa hiyo katika dua zetu, kabla hatujaiombea Gaza na Iran, tuiombee Marekani. Marekani ipo kwenye hali mbaya. Israel wapo kwenye mission yao ya kuipata Greater Israel, na watafanya kila kitu kuhakikisha wanaipata. Iran ni kikwazo, watahakikisha wanapigana na Iran mpaka wamfanye awe dhaifu, kama si kumpoteza kabisa. Akija mwingine ambaye atakuwa ni tishio kwa Israel, watampiga, watapambana naye mpaka wammalize. Hii nguvu wanaipata kwa sababu wana ushawishi ndani ya taifa lenye nguvu kuliko mataifa yote duniani. Wameliteka taifa lenye nguvu kuliko mataifa yote duniani. Hakuna mtu anaweza kukohoa. Na siku hizi alhamdulillah kuna afadhali kubwa. Miaka 30 iliyopita hapakuwa na mtu ambaye alikuwa anaweza kutaja neno American lobbyist. Right now watu wameanza kuisema openly. Kwa hiyo inaonekana angalau kuna mwanga at the end of the tunnel. Tusiache kuyazungumza haya mambo. Tusiache kuiombea Marekani. Marekani ipo katika wakati mgumu sana. Usijiulize maswali. Kwa nini? Mbona wanakuwa kama watu walokosa akili? Hapana, akili wanazo, lakini nyuma ya migongo yao kuna minyororo mizito ya American lobbyist. Hakuna mtu ambaye anaweza akafungua mdomo. Si Barack Obama, si Biden, si Donald Trump, si rais ajaye wa Marekani. American lobbyist, mabilionea wa Israel wameikamata Marekani pabaya. Wao ndio remote control ya mambo yote ya Marekani. Kwa hiyo unashangaa kuona vita ya Iran na Marekani. Marekani anapigana vita isomhusu kwa sababu inayowahusu hii vita ndio wanaoiendesha Marekani. Hadi wakati mwingine. Assalamu alaikum.